Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Mtu anakufafanulia kila kitu anachohitaji kukuelewesha. Unapata afadhali ya jambo lako ulilokuwa unaliwazia. Kupenda vitu vya zamani. Unachokifikiria kitakuwa na umuhimu sana. Utaonesha hali ya kukubaliana na matokeo. Kitu au jambo jipya kufunguka. Utapata muunganiko mpya wa watu wanaohitaji kushirikiana na wewe. Kuwasilisha taarifa zako sehemu. Nyota ya Kaa. Kumpa mtu kitu ukipendacho. Kuna mtu anahofia kukupoteza. Kuhisi unaelekea kukipata ulichokihangaikia kwa muda mrefu. Kuchubuka ulimi. Utakuwa msiri wa kuelezea changamoto unayoipitia kwa mtu. Hutokubaliana na maamuzi fulani lakini utakosa hoja muhimu. Kutambulika zaidi kwa unachokifanya. Kuhofia kumkwaza mtu baada ya kumwambia jambo fulani. Mtu kukuachia jukumu kubwa la kufanya. Utairekebisha tabia ya mtu. Tatizo la muda mrefu au ugonjwa kujirudi tena. Nyota ya Samaki. Ngozi yako kuwa na mikunjo sana. Makovu au vipele vingi kuwa navyo. Kuchukizwa na lawama za mtu. Kuona unashindwa kuwa kimya kwa mtu. Utakuwa mwenye kuvuta pumzi kwa nguvu katika namna fulani ya kutafakari au baada ya kuwazia kitu. Utakuwa na makubaliano na mtu utakayekubaliana nayo. Kusisitizia usafi na uwajibikaji wa sehemu. Nyota ya Mbuzi. Kuweka mgomo wa kutofanya kitu au kusitisha kitu kisifanyike. Utaamua kujiweka mbali na mtu kwa aliyokutendea. Kuhisi mtu anakufanyia hila au fitna kwa mambo yako. Kubadilisha utambulisho wako kwenye mitandao. Utatamani kufahamiana na mtu fulani. Kumkaraisha mtu. Kuhisi unashindwa kulitimiza jambo. Kujihisi mwenye mfadhaiko au masononeko. Kufurahikiwa au kuchangamkiwa na mtu unayempenda. Mtu ataahidi kukusaidia au kushirikiana na wewe. Utaaminiwa kuitunza amana ya mtu. Nyota ya Mashuke. Kujipa tahadhari wewe mwenyewe. Kuna mambo ya familia au kazi yatakayokuwa yanatendeka. Ila utajiweka mbali nayo. Utajiweka wazi kwa mtu kwa kujieleza kwa namna fulani. Utatamani kurejesha mazoea na mtu. Utazipuuzia chuki na wivu wa mtu. Utahitaji kumwambia mtu kitu na utasahau. Mtu anaonesha ushindani na wewe. Kudhamiria kufanya jambo. Hutohitaji kuwa sababu ya mtu kukosa furaha. Utakuwa mwenye kulazimisha. Kuongeleshwa na mtu ila hutomjibu. Kuzungumzia kitu kwa muda mrefu. Utahitaji kumwaminisha mtu unachokiamini, japokuwa anakupinga sana. Kupata mwaliko. Baadhi yenu kupokea majibu mazuri ya maombi ya kazi. Nyota ya Ng'ombe. Kuiona faida ya kitu kidogo kilichoanzishwa. Kumtafsiri mtu jinsi alivyo. Kuachilia manung'uniko yaondoke kifuani mwako. Kurekebishiwa kitu. Kutumiwa picha nyingi za watu. Utachaguliwa kuwa kiongozi au mhamasishaji kwenye kikundi. Kumjadili sana mtu. Kuhisi watu wanakusema vibaya. Utakuwa mzito wa kufanya jambo fulani. Jiandae kupokea taarifa zenye ujumbe wa kweli. Zitakazo kupea mwongozo kamili na kukujulisha kitu usichokijua. Nyota ya Mapacha. Kuhisi kuchokana na mtu au mtu fulani kukuchoka wewe. Kupuuziwa jumbe zako. Kuyakumbuka maisha ya zamani au jambo lililotokea wakati uliopita. Utaingia kwenye makubaliano ya siri na mtu. Utakuwa na wasiwasi baada ya kuonana na mtu fulani. Kuhisi maneno ya mtu yana ukweli. Kuwa na matumaini mazuri baada ya jambo kutokea. Nyota ya Ndoo. Utakuwa katika hali ya shauku baada ya kuahidiwa kitu. Kuhisi sana kitu kila ufikapo sehemu. Kuna watu utakaokuwa unawachunguza. Utakubali kupoteza kitu ili upate kitu kingine zaidi. Kuonesha upendo wa kweli uliokuwa nao. Kuhisi kuchukiwa na mtu kutokana na sababu zake. Kumnunulia mtu kitu. Utajulishwa jambo litakalokuja kutokea.
Utafahamiana na mtu kwa jambo muhimu. Kuna msaada utakufikia. Huu ni wakati wa kufutwa machozi na kupona maumivu uliokuwa ukiyapitia awali. Kuona matukio yenye kushangaza. Kupokea taarifa kwa njia ya ndoto. Nyota ya Mizani. Uwezo wako kuhisi umepungua. Si mwenye kupokea ndoto au maono kama ya hapo mwanzo. Kuaminiwa kwenye kazi. Utaweza kudhibiti vingi ukiwa makini. Utaahidi kujiweka mbali na mtu na utafanya hivyo. Kuchangamkiwa au kupata matokeo mazuri sehemu mpya. Mtu anaumizwa na wewe. Mtu ataonyesha hali ya kutaka kukujua kiundani. Uhusiano wako kuimarika kwa mtu. Utapata pongezi. Nyota ya Punda. Kuahidiwa safari. Utakuwa mwenye uchovu sana. Kuaminishwa kitu. Utaziepuka shari za mtu. Utakuwa mwenye kujisemesha sana moyoni mwako. Kutamani vitu vya thamani. Kutoa sadaka sehemu fulani na itapokelewa kwa hali ya ukubwa. Kuacha kumbukumbu nzuri kwa mtu fulani. Mzazi wako atajenga imani na wewe. Utafanya kitu kwa faida ya wengi. Punda, umekuwa mwenye kujitolea bila kuangalia maumivu au hasara utakazozipata. Na kwa sasa yupo atakayekupea mwangaza bora ikiwa utafuata ambavyo vilivyo sahihi kufanyika. Jiandae kupokea ongezeko la faida. Kitu kilichojificha kitajitokeza. Nyota ya Simba. Malalamiko ya wengi yatakufikia yakikutaka ufanye maamuzi. Utapata kuamini kitu baada ya kuona mwangaza. Mtu anafikiria mengi kuhusu wewe. Utaepushwa na husda za watu. Utatamani kujifunza elimu fulani. Mtu atakusifia kwa umaridadi wako. Utafurahishwa na kauli ya mtoto. Kuongoza kwa alama nyingi za kuchaguliwa kwa nafasi fulani. Nyota ya Mshale. Kufikiria kubadilisha aina ya biashara au kazi. Kuzungumzia suala ambalo litatokea baada ya muda. Kujiapiza au kuweka kiapo kwa jambo. Laana au neno baya ulilolisema linatenda. Mabishano kuwa mengi. Kufika sehemu ya mtu ambaye hujaonana naye kwa muda mrefu na umemkumbuka, yaani ulimpeza. Kuhuzunishwa na jambo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.